Mtazamaji wa SAUT TV, karibu tena katika kipindi chako pendwa cha vijana na uchaguzi, ambapo kwa siku ya leo tupo katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino tukiangazia maoni ya vijana juu ya swala zima la ushiriki wa vijana wa kike katika uchaguzi. Kwa maoni yako, unaweza kuzungumzia vipi swala la ushiriki wa vijana wa kike kwenye uchaguzi? Mimi ninavyoona sana vijana wa kike ushiriki wao ni mdogo sana katika mambo ya uchaguzi. Na kitu kikubwa kinachopelekea ushiriki wa watoto wa kike kuwa kidogo sababu ya motivation. Viongozi wengi wanakuwa wanatoa ahadi ambazo mwisho wa siku zinakuja kuwa za uongo. Ndio maana vijana wengi wa kike ushiriki wao unakuwa ni mdogo sana. Asante sana kwa maoni yako. Asante, nashukuru pia. Mambo vipi kaka? Salama, kwema. Kwema, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Florian Mbata. Unadhani motivation ikitolewa vijana watakuwa na ushiriki mkubwa kwenye masuala ya uchaguzi? Kwa maoni yangu, kutokana na swali lako, msukumo au motivation ikionyeshwa kikamilifu kwa vijana, mimi nadhani watashiriki kikamilifu katika uchaguzi. Kwa sababu ukionyesha msukumo kwa jitihada kubwa, sasa iweza kupitia kutolea kwa elimu kwa vijana wa kike, watashiriki kamilifu. Ndio maoni yangu. Asante sana Florian. Asante pia. Unaitwa nani? Naitwa Filmina. Una maoni gani juu ya ushiriki wa vijana wa kike kwenye masuala ya mazima ya uchaguzi, ikiwa ni wakati ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema ushiriki wa vijana wa kike kwenye swala zima la uchaguzi unaweza ukawa ni mzuri kwa mwaka huu. Unasema ushiriki ni mzuri, unamaanisha kwenye kushiriki kwenye nafasi au kushiriki kwenye kuwachagua watu kuingia kwenye nafasi? Kushiriki kwenye kuchagua watu kuingia kwenye nafasi. Je, kwenye swala zima la wenyewe vijana wake kuchukua nafasi, ushiriki wao uko vipi? Of course na wenyewe sio mbaya. Na wenyewe wapo kwa upande mwingine pia wameshiriki. Wapo vizuri. Unatoa rai gani kwa wale ambao wana nafasi zinapatikana lakini wenyewe hawataki kushiriki? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema labda motivation. Wapewe motivation ile naweza wapate msukumo wa kuchagua watu kuingia kwenye nafasi. Pia na wenyewe waweze kuingia kwenye nafasi. Naweza nikasema ikitokea labda fursa, wao wanapewa hata kipaumbele ya kuingia kwenye nafasi. Mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapa sehemu ya kwanza ya kipindi hichi Gumzo la Vijana haina la ziada. Kumbuka kipindi ni vijana na uchaguzi. Tuungane katika sehemu ya kipindi hiki inayofuata, ambapo tutaungana na Imani Luvanga ambaye ni mwanahabari na mdau wa masuala mbalimbali yanayohusu wanawake. Swali langu ni maoni yako ni yapi katika swala zima la ushiriki wa vijana wa kike kwenye masuala ya uchaguzi na siasa kwa ujumla? Mimi ni Imani Henrik Luvanga, ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo naweza kusema kwamba bado hakuna ushiriki sawa kati ya wanawake na wanaume katika majukwaa ya kisiasa, na ndio maana nadhani bado tuna vile viti maalum. Kama kungekuwa na ushiriki sawa, labda tusingehitaji viti maalum nafasi kama hizo. Kwa hiyo nafikiri lakini tumepiga hatua ukilinganisha tulikotoka na hapa tulipo, kutokana na kazi mbalimbali za vyombo vya habari, mashirika ya kiraia, serikali yenyewe kuhakikisha kwamba wanawake wanajumuishwa kwenye mchakato mzima wa kufanya maamuzi, uongozi na masuala ya kisiasa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tunavyoelekea kwenye uchaguzi wa mwaka huu, bado tunahitaji pia kuendelea kuhamasisha wanawake wasipige tu kura, wasiende kupiga kura, lakini na wao washiriki, wagombee nafasi mbalimbali. Ubunge, serikali za mitaa zimeshapita tunajua, lakini wagombee kwenye ubunge na nafasi nyingine ambazo zipo. Na siasa sidhani kama tu ni mpaka uwe mbunge, unaweza kuwa vyama mbalimbali. Kama sisi waandishi wa habari tuna uchaguzi hivi karibuni TAMWA, ni vizuri wanawake wakashiriki. Lakini pia kuna jukwaa kama lile la wahariri, tunaona Ana Mwasioke ametutoa kimasomaso, ameshinda uchaguzi. Kwa hiyo tunaweza kusema tunaona mwamko wa wanawake katika sekta mbalimbali za ngazi za kufanya maamuzi na uongozi. Lakini nafikiri tunaweza kufanya zaidi kama pia vyombo vya habari vitatimiza wajibu wake na wadau wengine watatimiza wajibu wao katika kuhakikisha kwamba wanawake wanajiamini, wanajitambua. Kwa sababu mimi naamini kwamba kama kuwezeshwa wanawake tumeshawezeshwa. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi ni kupewa nafasi. Kwa hiyo ni wito wangu kwa jamii pia waamini wanawake. Mwanamke akigombea
kugombea apewe hamasa, lakini pia tusigombee kwa sababu ni wanawake, tugombee kwa sababu tuna uhakika, tuna uwezo, tusichukue visingizio, na tukipewa nafasi tuoneshe kweli mabadiliko, kwa sababu bado tuko wachache. Kwa hiyo wale wachache wanaopata nafasi wafanye kweli, waoneshe impact, waoneshe talanta zao, ili pia wanawake wengine waaminiwe. Asante sana. Karibu. Mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha vijana na uchaguzi, ambayo ni masijala. Kwa siku ya leo tutadurusu katika Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuangazia swala zima la uboreshaji wa daftari la wapiga kura. Kwa mujibu wa kifungu cha 16 kifungu kidogo cha 5 cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024, uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura utakuwa mara 2 kati ya kipindi kinachoanza mara baada ya uchaguzi mkuu na kabla ya siku ya uteuzi. Wanaohusika katika zoezi hili ni wananchi ambao wametimiza umri wa miaka 18 na kuendelea, ambao hawakuandikishwa hapo awali, waliotimiza miaka 18 kabla ya tarehe ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, waliojiandikisha awali na wamehama kata au jimbo moja kwenda jingine, waliopoteza sifa, mfano wale waliofariki na kuondolewa katika daftari, wenye taarifa zilizokosewa wakati wa uandikishaji na waliopoteza au kadi zao kuharibika. Watendaji wa uandikishaji au uboreshaji. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hutumia watendaji mbalimbali wakati wa uandikishaji na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Ni pamoja na waratibu wa uchaguzi wa mkoa, maafisa waandikishaji, maafisa wasaidizi, waandishi wasaidizi na mwenyesha kifaa cha biometriki. Mawakala wa uandikishaji wa wapiga kura. Kwa mujibu wa kifungu cha 17 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 mwaka 2024, chama cha siasa chenye usajili wa kudumu kinaweza kumteua mtu mmoja katika kila kituo cha uandikishaji kuwa wakala wa uandikishaji wa wapiga kura. Wajibu au majukumu wa mawakala wa uandikishaji: kufuatia zoezi la uboreshaji na kutazama kama linazingatia sheria na kanuni na maelekezo ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, kushirikiana na waandishi wasaidizi kutambua wakazi wa eneo hilo na kutoa taarifa juu ya watu wasio na sifa. Pamoja na majukumu tajwa, mawakala wa uboreshaji hawaruhusiwi kufanya yafuatayo: kuingilia shughuli za uendeshaji wa zoezi la uboreshaji. Msimamizi wa kituo ndiye mwenye mamlaka ya mwisho juu ya nani anastahili kuandikishwa na kuboresha taarifa zake kwa mujibu wa sheria. Kufanya kampeni za kisiasa katika kituo cha uandikishaji. Kuorodhesha majina ya watu wanaojiandikisha. Kiapo cha kutunza siri cha mawakala wa uandikishaji. Kila wakala wa uandikishaji kabla ya kuanza kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria ni lazima kula kiapo cha kutunza siri za taarifa za muombaji au mpiga kura aliyeandikishwa. Wakala atakula kiapo mbele ya afisa mwandikishaji au afisa mwandikishaji msaidizi. Hata hivyo, kutokuwepo kwa wakala wa uandikishaji katika kituo cha kuandikisha wapiga kura hakuzuii utekelezaji wa majukumu ya uandikishaji wapiga kura. Watazamaji wa uandikishaji. Kwa mujibu wa kanuni ya 46, 47, 48, 49, 50 na 51, kanuni ndogo ya kwanza za kanuni ya uboreshaji daftari la kudumu la wapiga kura ya mwaka 2024 zilizoandaliwa chini ya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024, watazamaji wa ndani na kimataifa wanaruhusiwa kutazama mchakato wa uboreshaji unavyofanyika katika vituo vya uandikishaji, lakini pia kuweka wazi daftari la awali la wapiga kura kwa mujibu wa kifungu cha 11 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 mwaka 2024. Tume inawataka waweke wazi daftari la awali la wapiga kura ili kutoa fursa kwa wananchi kulikagua daftari hilo, kufanya marekebisho ya majina au mahali wanapoishi, kuingiza au kufuta majina ya wapiga kura. Mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapo tumefunika masijala kwa siku ya leo. Nikukaribisha katika sehemu ya mwisho ya kipindi hiki ambayo ni swali la uchaguzi. Kwa siku ya leo linahoji: je, unadhani jamii yetu inatoa mazingira rafiki kwa vijana wa kike kushiriki katika siasa? Tupatie maoni yako kupitia uwanja wa komenti kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii @SAUTTV_TZ. Mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapa kipindi cha vijana na uchaguzi hakina la ziada. Usikose kufuatilia vipindi vingine vinavyoendelea hapa ndani ya SAUT TV. Jina langu ni Deborah Ruben. Lakini kabla hatujamaliza, nikukumbushe tu tarehe 18 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 katika ukumbi wa M9 au M9 ndani ya viunga vya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kutakuwa na uzinduzi wa filamu yenye dhima kuu ya Jipange kama unavyoona hapa hivi, na itakuwa na movie 3 ambayo ya kwanza itakuwa A Night to Remember, Kisiki cha Ndoto Yangu, lakini pia na Hidden Reality. Usipange kukosa uzinduzi huo. Usipange kukosa.